tena nyumbani. Niwaone na nyie ndugu zangu. Sina kwa madagosonena. Simnakumbuka. Madagoke yerebo na mbago diyo. Na nemaya. Ani madago mbebe yani ombe sana madago. Pokeni salamu za rais wetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nilimwaga, nikamwambia nitafika Manyoni, nitafika na Ikungi, nitafika na Singida, nitakwenda mpaka Iramba, na baada ya hapo ndo niendelee na shughuli alizonituma. Anawapenda sana, anawakumbuka sana, na anakumbuka yale aliyoyasema siku ile alipopita hapa Ikungi. Mwaka huu 2025 kwenda 30 ndio tuna ilani ambayo ina mambo mengi sana ya kuibadilisha nchi yetu. Ndio tuna ilani ambayo inaongelea kubadilisha maisha ngazi ya familia. Miaka ya nyuma tulikuwa tunaongelea mkoa hadi mkoa, tukaongelea mkoa na wilaya, tukaongelea nchi na nchi jirani. Ilani ya mwaka huu inaongelea ngazi ya familia. Tulikuwa tunasema tutaunganisha umeme kila kijiji, tukasema tutaunganisha umeme kila kata. Ilani ya mwaka huu inaongelea umeme kwenda kwenye familia. Kwa hiyo nakumbuka vijiji vyenu, nakumbuka vitongoji vyenu ambavyo mbunge wenu alisema mbele ya rais siku ile. Mnaye mbunge Machachari, mnaye mbunge Makini, alitaja vitongoji ambavyo bado vinahitaji umeme. Niwahakikishie hiyo ndio kazi inayofuata. Kwenda kuunganisha umeme kwenye kaya. Mapema mwaka huu marais wote wa Afrika walikutana Dar es Salaam wakiwa na agenda mbili. Agenda moja, kuunganisha umeme kwa Afrika wapatao milioni 300. Agenda ya pili, kuhama kutoka kwenye kupikia kuni kwenda kwenye kupikia nishati safi ya kupikia. Na hiyo nishati safi ya kupikia, kiongozi wake ni Daktari Samia Suluhu Hassan kwa agenda hiyo yote kwa Afrika na kwa dunia nzima. Kwa maana hiyo ni agenda kubwa ya serikali ya awamu ya 6 ambapo itakuwa inatekeleza agenda hiyo ya Afrika na dunia kuelekea 2030. Tunakwenda kuunganisha umeme kwenye kaya zetu ili watu wahame kupika kwa kutumia mkaa pamoja na kuni ambazo zimekuwa zikiathiri afya za Watanzania. Nini mnakumbuka? Na hivi miti ile mizuri ya kupikia kuni na nini ngine imeshaisha. Watu wanapikia ile ya kuchemshia maziwa ile. Akipika tangu msichana wake, mama anapozeeka, macho yanaanza kuwa mekundu. Watu wanaanza kusema huyu ndio mchawi. Kumbe ni sababu ya kupikia kuni. Tuna agenda hiyo. Lakini sio hiyo tu. Tuna agenda zingine kwenye afya, kwenye elimu, kwenye kilimo pamoja na sekta zingine za maendeleo. Na mambo mengine rais ameelekeza yafanyike ndani ya siku 100 na tayari yameshaanza kufanywa kazi. Mambo kama yale ya kupata usumbufu, ulikuwa na mpendwa wako yuko hospitalini, Mungu amemwita, mnaanza kupambana, huku una majonzi, huku unapata shida, mwili umekataliwa. Ameelekeza mambo hayo yasifanyike, na sasa hivi wizara ya kisekta pamoja na TAMISEMI wanaratibu utaratibu bora ambao utalinda utu wa Tanzania. Lakini sio hilo tu. Tunaratibu jambo la bima kwa afya, bima ya afya kwa wote. Na wenyewe ni jambo la ndani ya siku 100. Haya yote ni mambo ambayo baadhi ambayo tumeyapa uzito, miongoni na mengine mengi kama ambavyo ilani imebainisha kila eneo. Nitoe rai mambo mawili tu. Jambo la kwanza, ili haya yatekelezeke vizuri,
watendaji wote serikalini, lazima tujitume na tuende kwa kasi zaidi. Sekta zote zinazosimamia utoaji huduma kwa Watanzania lazima tuamke. Kuna utaratibu ambao haupendezi. Tunakuwa na injinia wa wilaya, wananchi wanaamua kujenga kituo cha afya, wanaamua kujenga darasa, wanaamua kujenga zahanati. Wataalamu hawa wanakuwepo ofisini, wanalipa kila mwezi, wanakaa siku. Wananchi wakitaka kupaua jengo hilo wanawaambia mmekosea kujenga. Ikitokea eneo la aina hiyo, waziri, ikitokea eneo wananchi wamejenga darasa, wamejenga zahanati, wamejenga kituo cha afya, mpaka kikafika hatua ya kupaua, alafu mtu anakwenda na mkanda nje anawaambia mmekosea, akose kazi na yeye kuanzia siku hiyo hiyo. Mheshimiwa Rais ametoa magari kila sekta, sehemu zingine pikipiki kwa watendaji wa umma. Anataka muende mkawasaidie kwenye shughuli za kujiletea maendeleo. Haya magari sio ya kuendea kwenye semina, haya sio ya kuendea kwenye mikutano, haya sio ya kuendea kutembea, ni ya kwenda kusimamia shughuli za Watanzania, kuwarahisishia kazi waweze kupata maendeleo. Nitafuatilia kila sekta. Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo kila wakati. Sisi wasaidizi wake tutafuatilia utekelezaji wake. Kila sekta tuende kwa wananchi, tujue eneo linalotaka shule, tujue mpango uliopo, tujue hatua zinaanza lini, zinaanzaje. Huu utaratibu wa kuwaacha wapoteze nguvu, wapoteze fedha, wakati wa kupaua tuwaambie mmekosea, tulikuwa wapi? Ama wajenge tuwaambie ikitakiwa kujengwa hapa, tulikuwa wapi wakati wanaweka tofali ya kwanza? Hii tutaifuatilia kwa ukaribu. Haya ni mambo ambayo yanawaumiza wananchi, hasa kule ambako wanataka watoto wao wasitembee eneo la mbali kwenda shuleni, wanaotaka wasitembee eneo la mbali wakina mama wajawazito kwenda kupata huduma ya afya. Tutaifuatilia. Inatokea sehemu zingine mwananchi anataka apewe leseni. Inatokea sehemu zingine mwananchi amedhulumiwa eneo lake. Inatokea eneo lingine mwananchi ana jambo lake ambalo anataka serikali itatue. Anaenda siku ya kwanza, akishafika anaambiwa njoo kesho. Anaendelea kuzungumza hapo, kesho akija anaambiwa uje wiki ijayo. Anaendelea kuzungushwa. Akija wiki ijayo anaanza kuuliza, hivi ulisemaje? Ulisemaje? Sinisha kuambia. Mwananchi anapotumia nauli yake kufuatilia jambo, maana yake lile jambo ana umuhimu nalo kwenye maisha yake. Anafuatilia mpaka nauli zinaisha. Nauli zikishaisha anabakia nyumbani, anasubiria viongozi wakuu waje aeleze shida yake. Kabla Mheshimiwa Rais hajafika, ama makamu wa rais, ama waziri mkuu, anaamua aweke bango, kwa sababu ameshaenda ofisi zote hajasikilizwa. Akiweka bango ananyang'anywa kabla viongozi wakuu hajafika. Haya mambo yakome. Kama tunataka mwananchi asibebe bango, twendeni kila siku, kwa majukumu yetu ya kila siku, twendeni kila siku tutatue kero yake. Kama kero yake inatuzidi kima, tunapokwenda ngazi ya juu, tuende nayo hiyo ikashughulikiwe na turudishe mrejesho. Hiyo ndio maana halisi ya kusogeza huduma kwa wananchi. Hatuwezi tukasogeza huduma kwenye kila kijiji, kwenye kila wilaya, halafu tunamtaka mwananchi yeye mwenyewe akafuatilie jambo lake Dodoma.
tena wazembe wasijifichie kwenye kivuli cha wafanyakazi bora. Nchi hii na watumishi wa umma wanaofanya kazi nzuri, ndio maana imepiga hatua. Lakini wale wazembe ndio tutakaoshughulika nao, wale wavivu ndio tutakaoshughulika nao, wale wala rushwa ndio tutakaoshughulika nao. Na nimeelekeza kote nipate taarifa, kote nipate taarifa, ndio nitakayoanza nayo. Nitapata taarifa zote ndio nitakayoanza nayo. Lazima wananchi wapate manufaa ya kazi kubwa ambayo mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan anakesha akifanya kwa ajili ya matunda ya Watanzania wanufaike na nchi yao. Lazima wanufaike nayo. Lazima wanufaike nayo. Ndugu zangu wana Ikungi, jambo la mwisho niwaombe vijana wa Ikungi na vijana wa Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Tuilinde. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Tanzania hii sio mali ya serikali. Serikali imepewa dhamana kuongoza. Tanzania hii sio mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa ni machinery tu, ni kama gari ya kusafiria, ni gari ya kubeba malengo ya kila chama, kinakuwa na ilani yake. Lakini Tanzania ni mali ya Watanzania. Vijana wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Tuilinde nchi yetu. Hata miundombinu hii ni mali ya Watanzania. Ukiona barabara ni mali ya Watanzania. Ukiona hizo na umeme wake ni mali ya Watanzania. Ukiona kituo cha afya ni mali ya Watanzania. Mimi nimekuwa hazina pale. Hakuna fedha inayoitwa ya serikali. Fedha yote inayotengeneza haya inatoka kwenu. Fedha yote inayotengeneza hii miundombinu inatoka kwenu. Hamna fedha inaitwa ya serikali kwamba nyinyi ndio ya serikali. Na mimi Watanzania ninaowafahamu, mnalipa kodi kwa sababu mnaipenda nchi yenu. Hamlipi kodi kwa sababu mna hela nyingi mmeamua muingiliwe na serikali. Mnajibana, mnasema tuwe na hospitali. Mnabana ziada. Mnabana kidogo mlicho nacho, sio ziada. Mnasema tuwe na barabara. Mnajibana, mnasema tuwe na shule ya msingi. Haya ndio maisha ya Tanzania. Hamlipi kodi kwa sababu mna hela nyingi, mmeamua muingiliwe na serikali ili ijenge barabara. Sasa ukijibana hivyo ukajenga barabara, ukajibana hivyo ukajenga kituo cha afya, ukajibana hivyo ukajenga zahanati, kwa sababu yoyote ile ukienda ukaharibu, haumhurumii nguvu iliyotumia ya kwako mwenyewe. Hii nguvu si ya serikali, ni ya kwenu wananchi wa Tanzania. Ya kwenu. Na kama tuna barabara nzuri hivi ukaamua kuiharibu, alafu tena fedha itakayotengeneza ni ya kwako mwenyewe tena. Fedha yenyewe unajinyima kitu kingine ili utengeneze barabara. Tunatengeneza kwa kujinyima. Na maisha yetu tunajua. Mimi niliambiwa nikafanya mtihani wa kwenda chuo kikuu pale. Wakati nimeambiwa vile nilikuwa na chunga sekenge pale. Nimekurupushwa. Naenda nyumbani, mtihani uliotakiwa ulipia 20,000, mbele na shilingi 800. Tulitafuta 20,000 kijiji kizima, haikupatikana. Mpaka nikamwambia nikamtafuta binamu akiwa Singida pale. Hayo ndio maisha ya
Mtanzania unajibana namna hiyo, unauza kang'ombe kako, sehemu inaenda kujenga barabara, umejibana. Ungeweza kuuza kununua na kandama, unajibana unasema ijenge na kituo cha afya. Hiyo ni nguvu yetu wa Tanzania. Mheshimiwa Rais ameunda wizara ambayo inashughulikia mahusiano, iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Tutashughulikia madukuduku madogo madogo, mengine haya ya kimaadili, ya nidhamu. Nilishasema mtashuka mfiekeo, mtakuja barato na mfiekeo. Tutashughulika na wazembe. Hawawezi wazembe wakatukosanisha hapo, hawawezi wazivu wakatukosanisha. Mengine ya mahusiano tutayashughulikia na yenyewe. Vyama vya siasa, mahusiano, yote viko chini ya Waziri Mkuu. Ni moja ya jukumu nililopewa. Mahusiano mengine tutakuwa tunajadili huko, tutakuwa tunaongea kinyumbani kabisa. Sima mtegeana. Na gosa nyabidemu do yonye na do iratu. Sima mtegeana. Owa nyambane habi demu. Wewe mbaje dogo. Ni mtenda no sombe yani. Matoa so manyobi. Yote yote yonye. Mahowe yote yonye. Mamelea. Nila basimole ngani. Zile shughuli za mfalme. Na ule mbayonye ngudini. Mamelea. Sabe sanya bidenu gura na ni nyama hiyo lakini ni feremo na do damanji hapo. Ubenge wewe wale mondo namba za gura mali ya kwa peresi da gembe yangu. Tunashughulikia yote ya na waombeni tuulinde nchi yetu. Wengi wanaochochea haya mambo, fuatilieni, chukua kwa utaratibu kamzuri, fuatilia. Anayepaza sana sauti kwa chomeni nchi yetu, yeye hayuko hapa. Watoto wake hawako hapa. Zamani Unirambani kule na Usukumani kule kulikuwa na tabia ya kupiga wanawake. Watu wote wakawa wanatushauri, kama mmeenda kuchunga kule, rafiki yako akianza kukuambia jioni tukifika tupige wake wetu, uwe na akili. Atapita jioni, yeye anapiga ngozi, wewe unapiga wako wako. Wewe kesho wote wanaenda kulima, wewe unaubiza wako wako, umeshamvunja mikono. Watu wako na nchi nyingine wanaishi kule kwingine, wanawaambiaje chomeni nchi yenu? Wao watabaki na nchi yao, ninyi mtakuwa na nchi. Wengine kule waliko, barabara yao huwezi ukadondosha hata karatasi. Wanaihurumia barabara yao, hata karatasi hawaruhusu kutupa. Hawaruhusu kutupa hata karatasi kwenye barabara yao. Ninyi mnaambia haribuni ya kwenu. Wao watapita barabara imenyoka kama mteka. Wengine majirani zenu hapa, mambo mengine ni ya vita za kiuchumi. Wameona Tanzania inajenga reli. Wameona Tanzania imeboresha bandari. Wameona Tanzania utalii wake unakuwa. Wameona mpango kazi, tunataka tujenge reli kusini na kaskazini. Wanataka tujenge reli mpaka Singida. Wanajua haya majamaa yanataka kuwa kama Marekani haya. Wanarundika vijana hapo, wanahamasisha vijana walioko huko. Na wale waliorundika wengine ni Watanzania. Wametoa wapi hela za kurundika vijana wote hao nchi ya nje huko? Kama hawajanunuliwa, wametoa wapi hela? Watanzania lazima tuamke, hatupendi namna hiyo. Wanajua Tanzania kuna gesi inataka kuanza kutekelezeka.
wanajua Tanzania kuna madini ambayo hayapatikani duniani kote. Wamejua yanataka kuanza kuchimbwa. Ukienda hapa Manyoni tu hapa, nenda huku wapi, kila kona unakutana madini ambayo nchi zingine hazina. Ninyi kwamba mnaona hao wanawapenda sana. Lazima tulinde kila Mtanzania. Kila Mtanzania ukitulizana ukawaza, sema Mungu ametupa nchi nzuri. Na pili, sema nchi hii ni mali ya Watanzania. Hii si mali ya viongozi wala si mali ya vyama vya siasa. Ni mali ya Watanzania. Watatu, sema maendeleo haya yote yanayofanyika ni fedha na nguvu ya Mtanzania. Yalinde. Na ya tatu, na ya nne, usome. Mwalimu Nyerere alisema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla kwanza yeye hajanunuliwa. Hawa wanaotukana kote kule na wanaendesha maisha kwa kupewa fedha kule, wanapewa kwa ajili ya nini? Wao na nchi zao na wanaishi huko, vitu visharibu nchi watu. Tunakwenda wapi? Hii ndio nchi yetu Mungu aliyotupa. Na ndio maana nimefika pale Manyoni, nikakutana na mkandarasi mmoja mgeni anachezea nchi yetu, nikaelekeza akamate, anyang'anywe passport na afikishwe kwenye chombo cha sheria. Hii ndio nchi yetu. Na hata wale wakandarasi kutoka nchi za nje, hata kama nchi zao ziliwahi kutawala Afrika, wajue kwamba sisi sasa hivi sio makoloni yao. So anakuja, tumemwajiri, anakuja kibosi kama anakagua vibarua wake. Alikuwa nao hiyo. Nimeelekeza akamatwe, passport yake izuiwe, lazima sheria ichukue mkondo wake. Tusibarushi mtu anaje kucheza na nchi yetu. Wanatoa rai kwa vijana wenzangu. Nitoa rai kwa kila Mtanzania, viongozi wa dini, viongozi wa kijamii, vijana wenzangu. Hii nchi yetu. Hii nchi tuna wajibu wa kulinda. Hata itokee kasoro, tushughulikie na kasoro, tushughulike na kasoro tu. Hata itokee tofauti, tushughulikie tofauti. Tutamaliza mambo yote na Mungu atatusaidia. Tuendelee kumtanguliza Mungu. Tumalize tofauti zetu. Hivi vile Unyirambani siku zile, zamani zile Unyirambani huku, tulikuwa tunalala kitanda kinakuwa na kunguni. Kitanda kilikuwa kina kunguni, kikiwa na kunguni, tulikuwa tunachemsha maji tu. Unamwangia kunguni wale watu. Shangaa sana sasa hivi kitanda kile na kunguni, wewe uwashe moto nyumba nzima. Yaani shauza kunguni. Kwa nini unafanyaje mimi? Hizi katokea kasoro wewe alafu jaribu nchi yako yote. Tunashughulikia kasoro zile. Na mimi niwaambie, tuna rais msikivu. Tuna rais ana utu. Waja nafana ano nimo nyambaa. Sasa mwana picha yona. Gwasanya mingi sana. Wanyambani wanana matatizo mingi sana uwe hanga suluhisho hayo. Hii manyana. Manyana. Nane chifu hayo. Nane chifu wanyi. Kwa hiyo nimemaliza hayo. Lakini kwa sababu chifu kugonga wamekuja, mbunge wenu makini kabisa, hazina ya taifa hili, mbunge makini. Nilipoona hayupo hapa nikasema asije akawa ameenda kununua kile kibao cha Uliampiti. Kile kibao lazima kibaki pale. Miambao ufanyile jambo hapo. Niwa heya dile na nifege ya hapo. Unajua heya bwana. Wengi heya unajua heya kwa sababu yani Uliampiti. Alafu nina hapo na mimi ndana
picha ya Yoafu. Mheshimiwa Mbunge, karibu wasalimie ili baada ya hapo tuendelee.